بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. leo tarehe 29 ya mwezi wa Dhulqaada mwaka 1441 min al-Hijra, sawa na tarehe 20 Julai mwaka 2020 miladia, tunaanza risala hii majalisu ashri dhilhijja wa ayami tashriq, risala iliyotungwa na Sheikh Abdullah ibn Saleh al-Fawzan حفظه الله تعالى. قال حفظه الله: المجلس الأول في فضل عشر ذي الحجة. Majlisi ya kwanza katika kuelezea fadla za siku 10 za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja. Leo ni tarehe 29, kwa hiyo mwezi ukiandama linaanza siku hizi bora 10 za mwanzo za mwezi huu wa Dhulhijja. Qala hafidhahullah: i'lam أن من حكمة الله تعالى ودلائل ربوبيته ووحدانيته وصفات كماله تخصيص بعض مخلوقاته بمزايا وفضائل. jua kwamba katika hikma za Allah mtukufu na katika dalili za uungu wake na umoja wake na upweke wake na sifa za ukamilifu wake ni kuhusisha baadhi ya viumbe vyake bimazaya wa fadhail, kwa sifa nyingi na fadhila nyingi, wa tafdhila baadhi al-azmina wal amkina ala baadhin, lakini pia na kufadhilisha baadhi ya zama na baadhi ya nyakati na baadhi ya mahali kuliko baadhi nyingine, fi ta'dhimi al-ujur, katika kuadhimisha malipo, wa kathrati al-fadhail, na wingi wa fadla. Kuna baadhi ya siku ni bora kuliko nyingine, kuna baadhi ya zama ni bora kuliko nyingine, kuna baadhi ya sehemu ni bora kuliko sehemu nyingine. Hakadha Allah subhanahu wa ta'ala alivyofadhilisha baadhi ya vitu kuliko vitu vingine. Wa min dhalik anna Allah ta'ala faddala ba'd ash-shuhuri wal ayami wal layali ala ba'd. Katika hivyo ni kwamba Allah mtukufu amefadhilisha baadhi ya miezi na baadhi ya siku, michana na baadhi ya nyusiku kuliko baadhi nyingine, liyakuna dhalika aunan lilmuslimi fi ziyadati al-amal, ili liwe hilo ni msaada kwa Muislamu katika kuzidisha ibada, waraghbati fi taa, na kupenda katika taa, wa tajdidi nashati, na kuifanya upya nashati yake na uchangamfu wake wa kufanya ibada, liya'dhuma ajruhu, ili malipo yake yawe makubwa, wa yahdha binasibin wafirin min athawab, na apate fungu kubwa la thawabu. Fayataahaba lilmauti qabla nuzulihi, alafu pia ajiandae kwa ajili ya mauti kabla ya kumshukia mauti hayo. Wayatazawada lilmaad, na apate zawadi ya siku hiyo ya kurudi, ambapo ni siku ya Kiyama. قال فإن المواسم موضوعة لبلوغ الأمل بالاجتهاد في الطاعة. misimu imewekwa ili kufikia matumaini ya kujitahidi katika taa, wa raf'i al-khalali wan-naqsi, na kuondosha makosa na upungufu, bilistidraki wa tauba, kwa kufanya istidrak na kutubia kwa Allah. وما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا ولله تعالى فيه وظيفة من وظائف طاعته يتقرب بها إليه. hakuna msimu wote katika misimu hiyo bora isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana kazi zake katika kazi za taatihi, kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo hujikurubishwa kwa taa hizo kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات. mtu mwema ni yule ambaye amechukua fursa ya misimu hii ya miezi mitukufu na michana hiyo mitukufu na nyakati hizo mitukufu, wataqarraba fiha ila maulahu, na akajikurubisha katika nyakati hizo kwa Mola wake, bima fiha min wadhaifi taat, kwa yaliyomo ndani yake katika kazi za taa, kumtii Allah. Faasa an tusibahu nafhatun min tilka nafahat, huenda ikampata baraka katika baraka hizo za Allah subhanahu wa ta'ala. Fayas'adu biha sa'adatan ya'manu ba'daha minan nar, akafurahika na kupata saada ambapo atasalimika baada yake na moto. والأعمار كلها مواسم, na umri zote ni misimu mingi. Yarbahu fiha almumtathilu almuti, anapata faida katika misimu hiyo mtu mwenye kutekeleza taa na mwenye kumtii Allah. Wa yakhsaru fiha alasi almudayyi, na anapata hasara katika nyakati hizo na misimu hizo mtu muasi ambaye anapoteza nyakati zake. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa amtii Allah, hususan hasa katika misimu hii bora. Qala fa'ala almuslimi an ya'rifa qadra umrihi wa qimata hayatihi, ni juu ya Muislamu, ni lazima kwa Muislamu ajue kiasi cha umri wake na thamani ya uhai wake. Fayukthiru min ibadati rabbih, akithirishe kumwabudu Mola wake. Wayuadhiba fayukthira min ibadati rabbih, kisha akithirishe kumwabudu Mola wake. Wayuadhiba ala fi'li alkhairat ila almamat, na adumu kufanya mambo ya khairi mpaka kufa. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال سالم بن عبد الله الموت، معبود مولا wako mpaka yakujie موت. وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم wote wamefasiri kwamba al-yaqin ni al-maut, muabudu Mola wako mpaka yakujie mauti. وقد فضل الله تعالى 10 ذي الحجة على غيرها من الأيام, na Allah mtukufu amefadhilisha siku hizi 10 za mwanzo za Dhulhijja, mfungo 3 huu mwezi ujao, kuliko siku nyingine. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر, hakuna siku zozote ambazo amali njema katika siku hizo anazipenda sana Allah kuliko amali njema katika siku hizi 10. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. Mtume صلى الله عليه وسلم asema hakuna siku zozote ambazo amali njema katika siku hizo Allah anazipenda sana kuliko amali njema katika siku hizi 10 za mwanzo wa Dhulhijja. Qalu walal jihadu fi sabilillah, masahaba kumwambia Mtume wala jihadi fi sabilillah pia inashindwa na amali hizo zinazofanywa katika siku hizi 10. Qala walal jihadu fi sabilillah, wala jihadi katika njia ya Allah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi shay, isipokuwa mtu aliyetoka kwa nafsi yake na mali yake na hakurudi na hivyo lolote. Mtu aliyetoka kwenda jihadi akatoa mali yake, mnyama wake na silaha zake, halafu hakurudi na chochote, yeye mwenyewe alikufa shahidi na mali yake ikapotea, huyu amali yake hiyo ni bora kuliko kufanya amal katika siku hizi 10. Lakini amali yoyote inashindwa na kufanya amal katika siku hizi 10 za mwanzo za mwezi huu wa Dhulhijja. وعنه نكتكان ابن عباس أيضا رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عمل أزكى عند الله عز وجل
ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. hakuna amali yoyote ambazo zinatakasa zaidi kwa Allah, zenye kutakasika zaidi kwa Allah azza wa jalla, wala zilizokubwa kwa malipo kuliko khairi, jambo la khairi analolifanya mtu katika siku 10 hizi za mwanzo za Dhulhijja. Qila wala aljihad fi sabilillah, akaulizwa na hata jihad fi sabilillah, qala wala aljihad fi sabilillah, wala jihad fi sabilillah azza wa jalla illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay, isipokuwa mtu aliyetoka kwa nafsi yake na mali yake halafu hakurudi na hilo lolote. Nafsi yake haikurudi, aliuawa shahidi, na mali yake pia ikapotea katika jihadi, huyu amali yake hiyo ni bora kuliko kufanya amal katika siku hizi. Lakini jihadi yoyote ambapo watu wengine walirejea hawakuuawa, wanashindwa na thawabu na ubora wa amali za siku hizi 10 za Dhulhijja. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, nilikuwa kwa mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم. قال, akasema fadhakartu lahu al-a'mala, nikamtajia amal ibada. Faqala, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin al-amalu fihinna afdalu min hadhihi al-ashr, hakuna siku zozote, ma min ayamin, hakuna siku zozote ambazo amal katika siku hizo ni bora zaidi kuliko amal katika siku hizi 10 za mwanzo za Dhulhijja. Qalu ya Rasulullah, wakasema masahaba ya Rasulullah, aljihadu fi sabilillahi fa akbaruhu, jihadi katika njia ya Allah ni amali kubwa zaidi kuliko hiyo. Faqala wala aljihad, mtume akasema hata jihad illa an yakhruja rajulun binafsihi wa malihi fi sabilillah, isipokuwa akitoka mtu kwa nafsi yake na mali yake katika njia ya Allah kenda katika jihadi, thumma takuna muhjatu nafsihi fi, kisha ikawa yani ile uhalisia wa moyo wa nafsi yake, moyo wa nafsi yake katika jihadi hiyo ukatoka, yani akauawa shahidi, huyu sasa amali yake hiyo ni bora. فهذه النصوص وغيرها مما صح دليل على فضل أيام 10 ذي الحجة على غيرها من أيام السنة. نصوص hizi, hadithi hizi za Mtume SAW na nyinginezo katika hadithi sahihi ni dalili ya kuonesha ubora wa siku hizi 10 za mwanzo za Dhulhijja kuliko siku nyingine, min ayami sana, katika siku zote za mwaka mzima, min ghairi istithna'i shay'in minha, bila kutoa kitu katika siku hizo, hatta al-ashra al-awakhir min Ramadhan, hata zile siku 10 za mwisho za Ramadhani pia hizi 10 za mwanzo za Dhulhijja ni bora kuliko zile siku 10 za mwisho za Ramadhani. قال ابن كثير رحمه الله وبالجملة فهذا العشر قد قيل إنه أفضل أيام السنة. أبو الفداء ابن كثير رحمه الله anasema katika tafsiri yake, anasema kwa ujumla siku hizi 10 za mwanzo wa Dhulhijja imesemwa kwamba ni bora kuliko siku zote za mwaka, kama anatakabil hadithu, kama ilivyotamka hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. وفضله كثير على 10 رمضان الأخير, wamefadhilisha wengi katika maulama wamezifadhilisha na kuzifanya bora siku hizi za mwanzo za Dhulhijja kuliko zile siku 10 za mwisho wa Ramadhani, lianna hadha yushra'u fihi ma yushra'u fi dhalik, sababu katika siku hizi hufanywa katika siku hizi pia yanayofanywa katika lile 10 la mwisho la Ramadhani, min salatin, sala, wa siyamin, na saumu, wa sadaqatin, na sadaka, wa ghairiha, na nyinginezo. Yote yanayofanywa katika mwezi wa Ramadhani siku za mwisho
pia yanafanywa katika kumi hili la mwanzo la mwezi wa Dhulhijja. Wayamtazu hadha biikhtisasihi biadai fardhi alhajj fihi, na hili kumi hili la mwanzo wa Dhulhijja linahusika na kusifika kwa kutekelezwa faradhi ya haji katika kumi hili la mwanzo la Dhulhijja, ambapo hakuna haji katika kumi la mwisho la Ramadhani wala katika mwezi wote isipokuwa katika kumi hili la mwanzo la Dhulhijja. Waqila, pia imesemwa, dhaka au dhalika afdalu, zile siku mwisho kumi la mwisho la Ramadhani ni bora zaidi kuliko kumi hili la mwanzo la Dhulhijja, lishtimalihi ala lailatil qadri allati hiya khairun min alf shahri, kwa sababu kumi hili la mwisho la Ramadhani limekusanya lailatul qadri, usiku ule wa cheo ambao ni bora kuliko miezi 1000. Wanasema baadhi ya maulama kwamba kumi hili la mwisho la Ramadhani ni bora kuliko kumi hili la mwanzo wa Dhulhijja, kwa sababu kumi hili la Ramadhani limekusanya lailatul qadri ambayo ni bora kuliko miezi 1000. Lakini watawassata akharun, wamekaa kati na kati maulama wengine, faqalu, wakasema, ayamu hadha afdalu wa layali dhalika afdalu, michana ya siku hizi kumi za mwanzo wa Dhulhijja ni bora zaidi kuliko michana ya siku zile za kumi la mwisho la Ramadhani. Wa layali dhalika afdalu, na nyusiku zile za kumi la mwisho la Ramadhani ni bora zaidi kuliko nyusiku za hili kumi la mwanzo la mwezi wa Dhulhijja. Wabihadha yajtamiu shamlul adilla, na kwa hii kauli hii ndipo zinakusanyika dalili. Ukizikusanya dalili zote unaona kwamba hivi. Kwa hiyo maulama hawa wamekaa kati na kati na kusema kwamba michana ya siku hizi za mwanzo wa Dhulhijja ni bora zaidi kuliko michana ya zile siku kumi za mwisho za Ramadhani, na nyusiku za siku zile za mwisho za Ramadhani ni bora kuliko nyusiku za siku hizi za mwanzo kumi za mwanzo wa Dhulhijja. Wallahu aalam. Haya ni maneno ya Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake Tafsirul Qur'anil Azim. وقد دلت النصوص أيضا على أن كل عمل صالح يعمل في هذه الأيام فهو أحب إلى الله تعالى من نفسه إذا وقع في غيرها. na nusus za hadithi pia zimefahamisha kwamba kila amali inayofanyika katika siku hizi za mwanzo wa Dhulhijja fahuwa ahabbu ila Allah ta'ala, amali hiyo Allah anaipenda sana, min nafsihi idha waqa'a fi ghairiha, kuliko amali hiyo ikitokea katika zisizokuwa siku hizi. Allah anapenda zaidi amali njema ifanywe katika siku hizi kumi za mwanzo wa Dhulhijja ambazo zinaanza kesho insha Allah, kuliko amali hiyo ikifanywa katika siku nyingine. Kwa mfano sadaka inayotolewa katika kumi hili la mwanzo wa Dhulhijja, sadaka hii ni bora kuliko inayotolewa katika siku nyingine zozote za duniani. Kadhalika saum, kadhalika kila amali. وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده, amali ikiwa Allah anaipenda sana, kwa hiyo amali hiyo ndiyo ni bora zaidi kwake. وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده, amali ikiwa Allah anaipenda sana, kwa hiyo amali hiyo ni bora kwake. Na maana ya ubora ni kwamba Allah analipa thawabu nyingi kwa amali hiyo anayoipenda sana. Wa anna al-amila fi hadhihi al-ashri afdalu min al-mujahidi alladhi raja'a bi nafsihi wa malihi, na kwa mwenye kufanya amali njema katika siku hizi kumi za mwanzo wa Dhulhijja, huyo pia ni bora zaidi kuliko mujahid aliyerudi kwa nafsi yake na mali yake. Mujahidi alikwenda katika jihadi ya Waislamu na makafiri, halafu mujahidi huyo hakuuawa, mali yake akarudi nayo. Huyu anashindwa na mwenye kufanya amali njema katika siku hizi kumi za mwanzo wa Dhulhijja.
وأن العامل في هذه العشر أفضل من المجاهد الذي رجع بنفسه وماله. mwenye kufanya amali njema katika 10 hili la mwanzo wa Dhulhijja, huyo ni bora zaidi kuliko mujahid ambaye alirudi kwa nafsi yake na mali yake. Wa min al-ma'lum anna al-jihad fi sabilillahi ta'ala afdalul a'mal. Ni jambo linajulikana kwamba jihad katika njia ya Allah hii ni bora kuliko amali zote baada al-iman, baada ya kumwamini Allah. لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل. وحديث ليثبت كتكان أبو هريرة رضي الله عنه كما mtu mmoja alimwambia mtume ya رسول الله ni amali gani bora zaidi? قال إيمان بالله ورسوله. mtume akamjibu ni kumwamini Allah na mtume wake. قال ثم ماذا؟ akauliza tena kisha amali gani? qala jihadun fi sabilillah, ni jihadi katika njia ya Allah. qala thumma madha? akauliza tena kisha ni amali gani? qala hajjun mabrur. mtume akajibu ni hajj mabrur, haji ambayo haikufanywa dhambi yoyote katika haji hiyo. Kwa hiyo pamoja na ubora huo wa jihadi baada al-iman, lakini pia unazidiwa kwa ubora kwa yule mwenye kufanya amali katika 10 hili la mwanzo wa Dhulhijja, na yule mujahid akarudi hakuuawa kule katika jihadi. Lakin دلت النصوص السابقة على أن العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيرها من أيام السنة. lakini nasusu hizi za hadithi zimefahamisha kwamba kufanya amal katika siku hizi za 10 la mwanzo la Dhulhijja ni bora, na Allah anapenda zaidi amali hiyo kuliko kufanya amal katika siku nyingine katika siku za mwaka mzima. wa bihadha yakunu al-amalu fi al-ashri wa in kana mafdulan bin-nisbati lil-jihadi afdalu min al-amali fi ghayriha wa in kana fadila. Kwa hiyo itakuwa kufanya amal katika 10 la mwanzo la Dhulhijja hata kama imezidiwa kwa nisba ya jihadi, lakini kufanya amal katika 10 hili ni bora zaidi kuliko kufanya amal katika siku nyingine, wa in kana fadila, hata kama ni fadil ni bora. ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم إلا جهادا واحدا هو أفضل الجهاد. hakutoa katika hukumu hiyo mtume صلى الله عليه وسلم isipokuwa jihadi moja ambayo ni bora kuliko jihadi nyingine, wa huwa an yuqara jawaduhu wa yuraqa damuhu, ni kuuawa farasi wake na kumwagwa damu yake yule mujahid. Huyu sasa ni bora kuliko kufanya amali katika 10 hili la mwanzo la Dhulhijja. Huyu ambaye ni mujahid alikwenda kule jihadi akauawa na farasi wake naye pia akauawa, huyu mujahidi huyu ni bora kuliko aliyefanya amal katika 10 hili la mwanzo la Dhulhijja. واعلم أن فضيلة هذه العشر جاءت من أمور كثيرة. najua kwamba ubora wa 10 hili la mwanzo wa Dhulhijja umekuja kwa mambo mengi. minha awalan anna Allah ta'ala aqsama biha. jambo la kwanza ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliziapia siku hizi 10 za mwanzo za Dhulhijja. والإقسام بالشيء دليل على أهميته وعظم نفعه. وپia jambo ni dalili ya kuonesha umuhimu wa jambo hilo na ukubwa wa manufaa yake. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameziapia siku hizi 10 za mwanzo wa Dhulhijja. faqala ta'ala wal fajri wa layalin ashri. Allah katika suratul Fajr anaapa na kusema wal fajri, naapa kwa wakati wal fajiri, wa layalin ashri, na pia naapa kwa siku 10 hizi za mwanzo za Dhulhijja. Qala ibn Abbas wa ibn Zubair wa Mujahid wa ghayru wahid min as-salaf wal khalaf innaha ashru Dhulhijja. amesema Ibn Abbas na Ibn Zubair na Mujahid na asiyekuwa mmoja katika salaf na khalaf waliokuja nyuma wanasema kwamba maana ya walayali na ashri ni siku 10 za mwanzo wa Dhulhijja.
قال ابن كثير وهو الصحيح. ابن كثير anasema hiyo ndiyo kauli sahihi. ونسبه الشوكاني في تفسيره إلى جمهور المفسرين. الإمام الشوكاني ameinasibisha kauli hii sahihi katika tafsiri yake kwamba ni kauli ya wa maulama wenye kufasiri Qur'ani wengi, ndio waliosema kauli hii kwamba walayali na ashri, na hapa kwa siku 10 za mwanzo wa Dhulhijja. Walam yathbut عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين الليالي العشر شيء يجب المصير إليه. haikuthubutu kutoka na Mtume صلى الله عليه وسلم katika kubainisha hizi layali na ashri ni siku 10. haikuthubutu hadithi yoyote ambapo inapasa kuifuata hadithi hii na kurejea kwake. Wa min thamma waqa'a al-khilafu fiha. Kwa hiyo hapo imetokea khilafu ya maulama katika kufasiri hiyo walayali na ashri, lakini kama alivyosema Ibn Kathir rahimahullah, maulama wengi wa tafsiri wamefasiri hiyo kwamba ni siku 10 za mwanzo wa Dhulhijja. Wallahu a'lam. Pili, katika kuelezea ubora wa siku hizi 10 za mwanzo wa Dhulhijja, anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam shahida bi annaha afdalu ayami ad-dunya kama taqaddam. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameshuhudia kwamba siku hizi ni bora kuliko siku zote za duniani kama ilivyotangulia katika hadithi ile ya Ibn Abbas tuliyoisema. Tatu, annahu hatha fiha ala al-amali salih, ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amehimiza katika siku hizi za mwanzo wa Dhulhijja kufanya amali njema, li sharafi zamani binisbati li ahli al-amsar wa sharafi al-makani, aidha kwa utukufu wa zama zenyewe kulingana na watu wa miji, pia utukufu wa mahali. وهذا خاص بحجاج بيت الله الحرام. utukufu wa mahali hii inawahusu wale mahujaji wa nyumba ya Allah tukufu. 4, anna fiha yawma arafa wa yawma an-nahr. katika siku hizi 10 za mwanzo wa Dhulhijja kuna siku ya Arafa na kuna siku ya Idi. Siku bora zote hizi katika Uislamu zipo katika 10 hili la mwanzo wa Dhulhijja, yaumu Arafa na yaumu an-nahr, siku ya Arafa na siku ya Idi. 5, anna fiha al-udhiyata wal-hajj, ni kwamba katika siku hizi za mwanzo wa Dhulhijja 10 kuna udhiya, kuchinja yule mnyama siku ya Idi, na pia kuna haji. Kwa hiyo kwa mambo hayo matano ndiyo siku hizi za mwanzo wa Dhulhijja zimekuwa ni bora kuliko siku zote za duniani. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa ajitahidi kufanya kila aina ya amali njema ili kupata thawabu hizo nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala analipa kwa sababu ya kupenda amal Allah katika siku hizi 10 za mwanzo wa Dhulhijja. Mas'ala: ma yajtanibuhu fil ashri man arada al-udhiya. Yule anayetaka kuchinja udhiya siku ya Idi ajiepushe mambo ambayo anajiepusha nayo katika siku hizi za mwanzo wa Dhulhijja. ma yajtanibuhu fil ashri man arada al-udhiya, mambo ambayo anayetaka kuchinja udhiya anatakiwa ajiepushe nayo katika siku hizi za mwanzo wa Dhulhijja zinazoanza kesho. دلت السنة على أن من أراد الأضحية وجب عليه أن يمسك عن الأخذ من شعره وظفره وبشرته منذ دخول العشر إلى أن يذبح أضحيته. Hadithi zimefahamisha kwamba anayetaka kuchinja udhiya ni lazima ajizuilie kukata nywele zake na kukata kucha zake na kukata ngozi yake tangu inapoingia mwanzo wa 10 la mwanzo hili la Dhulhijja mpaka atakapochinja mnyama wake. Ni lazima kila ambaye ana azma ya kuchinja udhiya, basi inapoingia tu 10 la mwanzo wa Dhulhijja ambalo linaanza kesho, anatakiwa ajizuilie kunyoa nywele zake au kukata nywele zake na kucha zake na ngozi yake mpaka atakapochinja udhiya wake, ndio atanyoa nywele na kukata nywele na kukata kucha na ngozi yake.
liqaulihi sallallahu alayhi wasallam idha ra'aytum hilala dhil hijja wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sha'rihi wa adfarihi hatta yudhi, mkiona mwezi muandamo wa dhilhijja na akataka mmoja wenu kuchinja udhiya na ajizuie kukata nywele zake na kucha zake mpaka atakapochinja udhiya. Wa fi riwaya fala yamassa min sha'rihi wa basharatihi shay'a, asiguse nywele zake na ngozi yake kitu chochote. Qala wal muradu bil bashara al jild, asiguse nywele zake na ngozi yake kitu chochote, ajizuilie kwa siku 10 hizi, asikate nywele, asikate kucha, asikate ngozi yake. Qala wa hadha amrun lilwujub, hii ni amri ya wajib, ya ulazima. hii falyumsik an sha'rihi wa adfarihi hatta yudhi, hii ni amri ya ulazima, ni kwamba lazima ajizuilie kukata vitu hivyo. Wa nahyul litahrimi ala arjahil aqwal, na makatazo ni ya kuharamishwa. Hii fala yamassa min sha'rihi wa basharatihi shay'a, ni makatazo ya kuharamishwa, ni kwamba ni haramu kwa anayetaka kuchinja kukata nywele zake na kucha zake na nywele zake. Qala li anna al-awwal amrun mutlaq, ile ya kwanza ni amri iliyoachiliwa, ile falyumsik an sha'rihi wa adfarihi hatta yudhi, hii ni amri mutlaq iliyoachiliwa. Wan-nahyu wathani nahyun mujarradun wala sarifa lahuma, hii ya pili fala yamassa ni makatazo mujarrad, hakuna kilichotoa amri ile kuipeleka kwenye ya sunna, wala hakuna kilichotoa makatazo haya kuyafanya kwamba ni ya tanzihi. Wala sarifa lahuma, hakuna hadithi iliyotoa ile amri kuipeleka kwenye sunna, na hakuna hadithi yote iliyotoa makatazo haya kuyapeleka kwenye makatazo ya tanzihi. Kwa hiyo itabaki ile amri ni mutlaq, ni ya wujub, na makatazo haya ni ya tahrim. Lakin law ta'ammada al-akhdha, lakini lau mtu alikusudia kukata hizo kucha zake au nywele zake au ngozi, fa alayhi an yastaghfira Allah, ni wajibu juu yake kumtaka maghfira Allah, wa yatuba ilayhi, na kutubia kwake, liwujubi taubati min kulli dhanbin, kwa kuwajibika toba kwa kila dhambi. Kila dhambi mtu anayofanya anatakiwa atubie kwa Allah. Wala fidyata alayhi ijma'an, wala kuna fidia juu ya hilo kwa itifaki ya maulama. Wal udhiyatu bihaliha, na udhiya itabaki vile vile katika hali yake. ومن احتاج إلى أخذ شيء من ذلك لتضرره ببقائه, anayehitajia kukata kitu katika hivyo, ana mahitaji dharura ya kukata nywele au kukata kucha au ngozi kwa sababu ya kupata madhara kubakia kwa nywele hizo, kankisari dhufrin, kama kuvunjika ukucha, au jurhin alayhi sha'run, au jeraha ambalo juu yake kuna nywele, yataayanu akhdhuhu, ambapo ni lazima kuzikata, fala basa, hapo si vibaya kukata. Ikiwa kucha imekatika yenyewe, sio vibaya kuimalizia. Ikiwa mtu ana jeraha ambalo juu yake kuna nywele, lazima zikatwe nywele hizo, hapo sio vibaya kukata. Liannahu laysa أعظم من المحرم الذي أبيح له الحلق إذا كان مريضا أو به أذى من رأسه. sababu huyu laysa a'zam, si jambo kubwa kwake kuliko yule muhrim ambaye amehalalishiwa kunyoa nywele zake akiwa ni mgonjwa au akiwa ana uchafu katika kichwa chake, binassil kitabi والسنة. لكن المحرم عليه الفدية, lakini yule muhrim mwenye kuhirimia haji na umra akikata nywele zake au kucha zake ni lazima atoe fidia. Walmudhahi la fidyata lahu, na huyu mwenye kuchinja udhiya hana fidia atakapokata nywele zake au atakaponyoa atakapokata kucha zake, hakuna fidia, isipokuwa anatakiwa afanye istighfar, amtake msamaha Allah na atubie kwake. Wala haraja fi ghasli almar'ati ra'saha ayyam al-ashr, sio vibaya mwanamke kuosha nywele zake siku hizi 10 za mwanzo wa Dhulhijja, liannahu sallallahu alayhi wasallam inma naha 'anil akhdhi, Mtume sallam alikataza kukata
sio kuoga. Walianna almuhrima udhina lahu an yaghsila ra'sahu, na kwa sababu yule muhrim mwenye kuhirimia haji na umra ameruhusiwa pia kuosha nywele kichwa chake. Yeye ameruhusiwa kuosha kichwa chake, sio kukata. Kwa mudhahi hivyo hivyo anaruhusiwa kuoga na kuosha kichwa chake, lakini kukata ndiko kunako katazwa. والحكمة من النهي عن أخذ ذلك, hikma ya kukatazwa kukata hizo nywele na kucha na ngozi, annahu lamma kana almudhahi mushabihan lilmuhrimi fi ba'dhi a'mali nusuk, alipokuwa huyu mwenye kuchinja udhiya ni mwenye kufanana na muhrim mwenye kuhirimia haji na umra katika baadhi ya ibada, wa huwa at-taqarrubu ila Allah bidhabhi alqurban, ibada yenyewe ni kujikurubisha kwa Allah kwa kuchinja mnyama. U'tiya ba'dha ahkamihi, huyu mudhahi mwenye kuchinja udhiya amepewa baadhi ya hukumu za yule muhrim. U'tiya ba'dha ahkamihi, huyu mudhahi amepewa baadhi ya hukumu za yule muhrim, ambapo ni hizo: kutokata nywele zake na kutokata kucha zake na kutokata ngozi yake. Ni haya matatu tu ndio ambayo huyu mudhahi anajifananisha na muhrim, si mambo mengine. Ni haya matatu peke yake, sio mambo mengine ambayo ni haramu kwa muhrim. Yote ni haramu kwa mudhahi, la, ni haya matatu tu: kukata kucha, kukata nywele na kukata ngozi. Kwa hiyo hikma ya kukatazwa hivyo ni kwamba mudhahi anajifananisha na muhrim katika baadhi ya ibada za haji, ambazo ni hii kuchinja mnyama siku ya Idi. ومن أخذ من شعره أو ظفره أول العشر لعدم إرادته الأضحية ثم أرادها في أثنائها أمسك من حين الإرادة. أنا أتكي كاتا kucha zake au nywele zake mwanzo wa kumihila mwanzo kwa kutotaka kuchinja udhiya, hakuwa akitaka kuchinja udhiya, hakuwa na uwezo. Thumma aradaha fi athnaiha, kisha akataka kuchinja udhiya katikati ya siku hizi, ikamjia azma au uwezo wa kwamba atachinja siku ya Idi. Huyu amsaka min hinil irada, atajizuia kukata kucha na nywele na ngozi tangu pale anapotaka kuchinja. Kama mtu katikati baada ya tarehe 3 ya Dhulhijja akapata uwezo wa kwamba atachinja udhiya siku ya Idi, huyu anaambiwa aanze kujizuilia kukata vitu hivyo tangu hiyo tarehe 3 mpaka mwisho wa tarehe 10. ثم إن هذا النهي ظاهره أنه يخص صاحب الأضحية, kisha makatazo haya dhahiri yake ni kwamba yanamhusu yule mwenye kuchinja udhiya, wala yaumu zauja. Makatazo haya hayamwenei mke wake wala alaulad wala watoto, idha arada an yushrikahum maahu fi thawab, akitaka kuwashirikisha hao pamoja naye katika thawabu. Ni kwamba ni yule mudhahi tu, yule mume peke yake ambaye atachinja udhiya ndiye ambaye anatakiwa asikate nywele zake wala kucha zake wala ngozi yake, lakini mke wake yajuzu kukata, watoto wake yajuzu kukata, illa idha kana li ahadihim udhiya takhussuhu, isipokuwa akiwa mmoja wao katika hao ana udhiya unayemhusu na yeye naye atachinja. Kama ana mtoto wake naye ana uwezo na yeye atachinja, huyu pia itakuwa haruhusi kukata nywele na kucha na ngozi. Lianna ar-rasula sallallahu alayhi wasallam kana yudhi an ali Muhammadin wa lam yunqal annahu nahahum anil akhdhi, kwa sababu Mtume SAW alikuwa akiwachinjia jamaa zake. Mtume SAW alikuwa akiwachinjia na jamaa zake, haikunukuliwa kwamba yeye aliwakataza kukata nywele wala kucha wala ngozi. Kwa hiyo yule ambaye atachinja ndiye ambaye anatakiwa asikate vichwa hivyo, si mke wake wala watoto wake. Hao wote wanaruhusiwa kukata nywele na kukata kucha na ngozi. Wallahu aalam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.